Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, popote pale unapokitazama kipindi hiki. Karibu sana katika kipindi chetu kwa siku hii ya leo, kipindi ambacho kinaandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo kipindi hiki kiko mkoa wa Kagera, Nyegera Waitu, ndivyo ambavyo wanasema wenyewe wa huko Kagera. Tuko katika ofisi ya meneja wa NHC mkoa wa Kagera, Bwana Erasto Chilambo. Awali tulizungumza naye akiwa mkoani Mbeya, na sasa ni Kagera. Mimi naitwa Domina Rwemanyila, mwenyeji wetu ni Erasto Chilambo. Hongera kwa kazi na hongera sana kwa hali ya hewa huku Kagera, na hongera sana kwa utekelezaji wa majukumu ya Shirika la Nyumba la Taifa. Asante sana, nashukuru. Shukrani. Tunatamani kufahamu leo katika kipindi chetu, kutoa elimu kwa watazamaji wetu kuhusiana na mpangaji. Tuanze kwa kuangalia, tunaposema mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa, tunasema mpangaji wa namna gani? Na je, mpangaji huyu anakuwa na tofauti gani na mpangaji mwingine katika sekta binafsi? Karibu. Tunapozungumzia mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa, mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa anaweza akawa mtu binafsi, inaweza ikawa taasisi, inaweza ikawa kampuni ambayo inahitaji kupanga nyumba au eneo lolote la biashara au ofisi kwa kufuata taratibu mbalimbali ambazo Shirika la Nyumba la Taifa limeziweka, na baadaye kuhitimisha kwa mkataba wa upangaji. Tofauti ya mpangaji wa NHC na mpangaji sehemu nyingine binafsi ni ipi hasa? Tofauti zipo nyingi. Sisi mpangaji wetu kwanza huwa tunaingia naye mkataba wa miaka 3. Lakini ukienda kwa wapangaji binafsi au wenye nyumba binafsi, huwa wanaingia mkataba wa mwaka 1, huwa wanaingia mkataba wa miezi 6. Sisi tunatoa mkataba wa miaka 3. Hiyo 1. Lakini 2, wapangaji wa nyumba binafsi wanatakiwa kulipa kodi kwa miezi 6 au kwa miezi 12, wakati mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa analipa kodi kila mwezi. Hizo ndio tofauti ambazo zipo. Kupitia tofauti hizo ambazo nazitaja, yule ambaye ni mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa ananufaika vipi? Mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa kuna namna mbalimbali ambavyo ananufaika. Moja, kwanza anakuwa na uhakika wa upangaji wake wa muda mrefu, kama nilivyokuambia miaka 3. Lakini upangaji wa nyumba binafsi, mtu atakupa mwaka 1, atakupa miezi 6. Kwa hiyo unakosa ile amani ya moyo ya kufanya mambo mengine ya kimaendeleo kwa upande wako. Lakini kwetu tukishakupa mkataba, unajua ni miaka 3. Endapo kutatokea labda tunahitaji kufanya maendeleo yoyote katika ploti hiyo ambayo wewe umepanga, tutakupa taarifa. Sifa zipi ambazo anapaswa kuwa nazo huyu ambaye anakuwa mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa? Sifa ya kwanza ya mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa ni uwezo wake wa kuweza kulipa kodi. Hiyo sifa ya kwanza. Lakini ya pili, lazima awe ni mtu ambaye anaweza kutunza nyumba ambayo atakabidhiwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Lakini pia mtu ambaye ataweza si tu kutunza nyumba, bali kutunza na mazingira ambayo yanazunguka nyumba hiyo. Mazingira unayotaja ni mazingira yapi? Mazingira ambayo nayataja nikimaanisha mazingira ambayo yanaizunguka nyumba. Kwa sababu wewe tumekupangisha nyumba labda ya vyumba 4 au nyumba ambayo ina mita za mraba kadhaa. Lakini nje kuna parking, kuna sehemu labda ya kucheza watoto, kuna sehemu ya kupanda maua. Hizo ndizo sehemu ambazo nasema mazingira yanayozunguka nyumba. Na ni vitu gani ambavyo mpangaji wa NHC hapaswi kuvifanya pindi anapokuwa
kwenye nyumba ama kwenye jengo la biashara ambalo mmempangisha? Kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvifanya. Na vingine anapaswa kuvifanya lakini baada ya kupata ruhusa. Kwa mfano, wewe tumekupangisha katika sehemu yetu sisi, katika jengo letu. Mpangaji hapaswi kutengeneza banda kwa ajili ya kufuga kuku, kufuga bata au kufanya biashara yoyote ya mifugo. Ukiwa umepanga kwenye nyumba za shirika la nyumba ya taifa, hupaswi kujenga kibanda kusema sasa hapa nafuga kuku. Hapana. Hupaswi kutengeneza kibanda kwamba hapa nafuga mbwa. Hivi vitu havipo. Na ndio maana unaona wafanyakazi wa shirika la nyumba la taifa wanafanya ukaguzi wa kila siku kuangalia hiyo. Lakini pia huruhusiwi kufanya extension, kujenga jengo la ziada bila kufuata taratibu za shirika la nyumba la taifa. Sasa kama tunavyofahamu, Chilambo, wewe ni shahidi pia. Kwa mfano nyumba za NHC ziko ambazo zile zinajitegemea, si ndivyo? Nyumba moja inajitegemea ambayo mpangaji amepangisha. Na unafahamu kwamba wengine walau kuweka kibustani hapo cha mboga mboga ni jadi yao. Lakini pia walau wana vijikuku viwili vitatu kaviweka hapo. Na hii nayo hairuhusiwi. Kwa kweli kiujumla hairuhusiwi kufuga mifugo katika nyumba za shirika la nyumba la taifa. Na haya ambayo unayasema yanakuwepo katika mkataba wa NHC? Yapo katika mkataba. Kama unavyojua mikataba yetu sisi ipo ya aina mbili. Mkataba kwa ajili ya nyumba za makazi na mkataba kwa ajili ya nyumba za biashara. Sasa katika nyumba za makazi hivyo vitu vimeelezwa bayana kabisa. Na vitu vipi ambavyo huyu mpangaji anaruhusiwa kuvifanya? Maana umesema kuna ambavyo anaruhusiwa kufanya na kuna ambavyo haruhusiwi kuvifanya. Kwa mfano, vitu ambavyo anaruhusiwa kufanya, iwe nyumba ambayo ipo peke yake au nyumba ambazo zipo kwenye magorofa. Tunafika mahali jambo lolote lile ambalo litaboresha mazingira ya nyumba, mpangaji anaruhusiwa kufanya. Kwa mfano, umesema kuna nyumba ambayo mpangaji anaishi mwenyewe au yupo yeye na familia yake, na kuna eneo anaweza kutengeneza bustani. Ile bustani inaweza kuwa bustani ya mboga, ile bustani inaweza kuwa bustani ya maua. Anaruhusiwa kufanya hivyo. Kwa sababu mtu kama anatengeneza bustani ya maua inapendezesha mazingira ya nyumba. Ndio maana nilikwambia wajibu wa kwanza wa mpangaji ni kuhakikisha anaboresha mazingira yanayomzunguka, anatunza nyumba ambayo anaishi. Sasa Chilambo, tunaenda kwa wale wa gorofa, si ndivyo? Huyu umetolea mfano mzuri sana kwa yule ambaye anakaa peke yake. Ndiyo. Yule wale ambao wanakaa kwenye gorofa, si ndivyo? Na kuna yule ambaye anakaa chini, wa chini kabisa. Ndiyo. Kwa upande wa yule wa chini na kuwaje na hawa wa juu itakuwaje pia? Lakini nani mwenye wajibu hasa? Nyumba ni hii hapa, ndio mimi naishi hapa chini, na hili ni eneo ambalo liko hapa kwangu linanizunguka, mazingira ambayo uliyataja hapo awali. Ndiyo. Kwa wale ambao wanaishi kwenye magorofa, wale ambao wapo chini kabisa wana wajibu wa kutunza mazingira ya pale chini, na ndio maana tunaweza tukawaruhusu hata tukikuta wamepanda maua tunachowaambia waboreshe. Unaona? Wale ambao wapo chini. Lakini yule ambaye yupo floor ya 3, floor ya 4, hatumruhusu kuweka viungu vya maua kule juu. Na always tunapoona kitu cha namna hiyo tunatoa, kwa sababu vile viungu vya maua watakaa wanamwagilia. Wakisha mwagilia yale maji yanakaa yanatembea kwenye korido, tayari inakuwa ni uchafu. Sio usafi tena. Kwa hiyo ndio maana unaona tunakuwa wakali. Kwamba huyu wa chini ataruhusiwa kwenda kufanya vitu hivyo, lakini huyu wa juu hataruhusiwa kutokana na mazingira ambayo yapo. Hali kadhalika hata kwenye kuanika nguo. Kwenye majengo yetu yale ambayo yalikuwa ya zamani, haya majengo ya sasa hivi tayari tunaweka maeneo ya kuanika nguo. Lakini utaona kwenye yale magorofa yetu ya zamani, watu walifika kila mmoja anajifungia kwenye eneo lake, anajifungia sehemu ya kuanika nguo. Baadaye tunapiga marufuku, tunawatengenezea sehemu ambayo tunajua, tunasema kama hii ni common area. Yani area ambayo, eneo ambalo kila mmoja anaweza kulitumia, na lile huwa tupangi. Kwa mfano, sehemu ambapo wanakutana kwa ajili ya vikao, sehemu ambapo wanakutana kwa ajili ya msiba, watu wamekaa kwenye magorofa. Lakini utaona eneo la katikati, lile ni eneo la wote. Huwezi kusema hii hapa hii ndio eneo langu mimi, hili eneo la huyu, hapana.
zile maeneo kama yale tunasema haya ni common area. Sasa ukitokea msiba yatafungwa maturubai pale, vitapangwa viti na shughuli ya msiba itaenda pale. Unaona, itamalizika. Lile eneo linakuwa la wote wale wanaokaa kwenye ile jumuiya. Aha, sasa hapa kuna jambo ambalo naona umeligusia na natamani ulifafanue kwa undani zaidi. Ghorofa ni ya ghorofa 4. Bwana William anakaa ghorofa ya 4. Ndio. Si ndivyo? Ana shughuli yake, labda kipa imara, komnyo ya kwanza, send off na nini. Ndio. Lakini pale juu alipo yeye hawezi kufanya hiyo shughuli. Atahitaji kufanya shughuli yake pale chini. Ndio. Hapa huyu mtu anashirikiana vipi na wenzake, ama inatakiwa iweje ili awe katika sehemu salama ya kufanya shughuli yake? Hawa watu ambao wanakaa kwenye magorofa, hawa wapangaji ambao wapo kwenye magorofa, kumbuka hawa wapangaji wana association zao. Tunasema jumuiya zao. Wana jumuiya zao. Katika jumuiya hizo kutakuwepo pale na mwenyekiti, kutakuwa na katibu, kutakuwa na mweka hazina. Unaona? Sasa hii jumuiya, huyu anayekaa floor ya 4 atakwenda kutoa taarifa kwa hawa kwamba mimi tarehe fulani kuanzia muda huu mpaka muda huu ninategemea kutumia eneo hili kwa ajili ya shughuli yangu, iwe kipaimara, iwe komnyo ya kwanza, iwe shughuli yoyote ile ya kijamii. Anawapa viongozi watatoa taarifa kwa wakazi wa pale wote. Kwa hiyo lile eneo litatengwa siku ile kwa ajili yake. Chilambo, tunashukuru sana kwa ufafanuzi ambao unautoa, na unadhani unajibu baadhi ya maswali mengi sana ambayo wananchi ama wapangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa wamekuwa wakiyauliza. Kwa mfano, ndio swali hili lilikuja pia kwetu. Wanakaa kwenye ghorofa, ndio, na kwa nyuma kuna nafasi, si ndivyo? Ndio. Lakini aliyepo ghorofa ya pili anatamani kuweka kitu pale chini, ambapo anaona kuna eneo kwa nyuma kwenye ghorofa lao na eneo lile halitumiki. Utaratibu ukoje? Sasa labda ungekuwa wazi zaidi, anatamani kuweka kitu gani? Kwa mfano anatamani kuongeza, labda iwe ni nyumba ya kukaa, familia yake imekuwa kubwa, vitu kama hivi. Sasa sisi tuna utaratibu kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba vitu gani ambavyo mpangaji haruhusiwi. Miongoni mwao ambavyo haruhusiwi nimesema ni ujenzi wa jengo jipya kufanya kama extension. Sasa huyu anatamani, sasa na anataka. Hii unayotamani ni wazi, utaondoka utakwenda kwa Shirika la Nyumba la Taifa. Ni kweli kuna sehemu, kuna matoleo yapo ambapo unaweza ukafanya ujenzi mpya na usiathiri kitu chochote. Sasa wewe taratibu gani inabidi ufuate? Taratibu, utaandika barua kupeleka kwenye ofisi za mkoa unaohusika. Ukishapeleka kule ukaeleza nia yako, nini ambacho wewe unataka kufanya, Shirika la Nyumba litatuma wataalamu wake na kuona hicho unachoomba kinawezekana kufanywa, na kama kinawezekana kufanywa hakitaleta athari yoyote kwa wapangaji wengine. Sasa jibu likawa ndio, na hiyo sehemu unaweza ukafanya hiyo extension, utapewa ruhusa maalum, na baadaye hilo eneo pia utajenga na utachajiwa au litatozwa kodi. Ndio swali langu lilikuwa linaelekea huko, kwamba sasa amefanya ameongeza, inakuwaje kwa upande wa kodi, kwamba ni kodi ile ile anayokaa nayo pale ndani, ama kwa sababu ameongeza pia pale mtamchaji kulingana na lile eneo? Kwa sababu itakuwa tayari umeongeza eneo. Shirika la Nyumba la Taifa halichaji kodi yake kwa vyumba, linachaji kodi yake kwa ukubwa wa eneo. Tuseme mwanzoni kabla ya kufanya extension ilikuwa tayari wewe una mita za mraba 100. Baada ya kuongeza zimetoka 100, zimefika 150. Kwa hiyo hizi 50 nazo zitachajiwa. Hizi 50 nazo zitachajiwa. Lakini hatupendelei sana katika majengo yetu ambayo tumeyajenga kufanya extension. Kuna sababu. Hatunakuja kuruhusu tu pale ambapo, kama nilivyosema, ambapo tutaona extension hiyo au ongezeko hilo la eneo ambalo umelijenga halitaleta athari yoyote kwa wapangaji wengine waliopo.
Asante kwa ufafanuzi wa hilo. Tutakuja kuliangalia hili sasa. Je, katika mkataba wa Shirika la Nyumba la Taifa, hicho alichokifanya kipo ndani ya mkataba husika? Na je, mwisho wa siku huyu mtu anapotaka kuondoka, kwa sababu labda mkataba unaruhusu miaka mitatu, kakaa miaka yake mitatu ama miaka 6, lakini kwa bahati nzuri anapata uhamisho ama anaama kutoka pale kwenda sehemu nyingine, inakuwaje? Tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Kwa jina naitwa Watson Balo, ni afisa mauzo na masoko kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo na habari njema kwako Mtanzania. Mradi wa Morocco Square sasa umekamilika. Na nikuibie siri tu, bado nyumba za makazi zinapatikana katika mradi wa Morocco Square, na utakapolipa 80% utakabidhiwa nyumba yako, na kiasi kilichobakia utalipa kidogo kidogo mpaka utakapomaliza. Na nikung'ate sikio Mtanzania, nyumba zilizobakia ni 3 bedroom apartment normal na 3 bedroom apartment duplex. Najua unajiuliza, duplex ni nyumba aina gani? Hii ni nyumba ya ghorofa ndani ya ghorofa. Kwa mawasiliano piga 0736114433 au tembelea tovuti yetu www.nhc.co.tz. Na mtazamaji, tumerejea. Unatazama kipindi Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Asante sana kwa kufuatilia vipindi vyetu, na mara nyingi vipindi hivi wakati mwingine wote tunapata nafasi ya kuzungumza, kutoa elimu kwa wananchi. Pindi pale mnapotuuliza maswali, basi maswali haya tunamtafuta mhusika mmoja wapo kati ya wale wengi waliopo ndani ya Shirika la Nyumba la Taifa, lakini hasa mameneja wa mikoa, kwa sababu hawa ndio ambao wanaishi na ninyi katika zile shughuli za kila mara mnakwenda ofisini kuwaona, kwa sababu huyu ndio yupo katika eneo lako. Lakini leo kwa namna ya pekee tumekuja katika mkoa wa Kagera, na huyu tunayezungumza naye si mwingine ni Bwana Erasto Chilambo. Usistuke, inawezekana wakati uliopita ulimwona akiwa Mbeya, lakini kwa sasa yuko Kagera. Mambo ni mazuri, kazi inaendelea, na amekuwa akifanya hivyo popote pale alipo. Ndio maana leo yuko katika mkoa wa Kagera. Kabla ya mapumziko tuligusia swala la extension ambazo anaruhusiwa mpangaji kuweza kufanya, na nikatamani tufahamu sasa, katika mkataba huu, ni moja kati ya mikataba ya Shirika la Nyumba la Taifa, mkataba unasemaje? Kipengele kile ambacho yeye amekiongeza, je, kipo ndani ya mkataba ama hakipo? Na huyu mtu sasa anaama, anaondoka, je, kile alichokifanya inakuwaje, Chilambo? Kumbuka kwamba nilisema mwanzoni kwamba tulitolea mfano kwa kusema kuwa Shirika la Nyumba la Taifa huwa linatoza kodi kulingana na ukubwa wa eneo na sio vyumba. Sasa mkataba wa kwanza mimi nimeingia na wewe tukiwa na mita za mraba 100. Ndio. Baada ya wewe kuleta maombi ya kufanya extension, na baada ya kutuma timu zetu na zikaja zikakagua na tukaona kwamba okay, hata ukifanya ongezeko la eneo halina tabu, kwamba extension ikaruhusiwa ikajengwa. Sasa mkataba ule wa mwanzo wa square mita 100 utakufa. Tutaanzisha mkataba mwingine wa square mita 150. Kwa hiyo ule mkataba wako wa kwanza wa square mita 100 tutakuwa tumeweka pembeni. Tutaandaa mkataba mwingine ambao wa square mita au mita za mraba 150. Wewe utafanya ujenzi wako pale ukisha kwa kadiri ya makubaliano ambayo utakuwa umekubaliana na National Housing. Lakini mwisho wa mkataba wako marekebisho yoyote ambayo utakuwa umeyafanya ndani ya nyumba, vitu vyovyote utakavyokuwa umeviweka ndani ya nyumba, utakapomaliza mkataba hutaruhusiwa kuving'oa. Hutaruhusiwa kubomoa ile extension ambayo wewe uliifanya. Utaiacha kama ilivyo, na hapo ndio patakuwa mwisho wa mkataba wetu, pale ambapo wewe uhitaji kuendelea kuwa mpangaji.
Aha, umegusia swala moja zuri sana. Vitu ambavyo ameviweka ndani ya nyumba, anapoondoka hataruhusiwa kuvitoa. Ndio. Hili nadhani linahitaji ufafanuzi wa hali ya juu sana. Ndiyo. Na wapangaji wa NHC waweze kulifahamu. Kwa mfano Chilambo, unafahamu na haya unakutana nayo. Ndiyo. Mpangaji mmempangisha, kakuta labda curtains za kuwekea madirisha kwa mfano, kakuta labda ni ya plastiki, iko haijawa katika hali nzuri na kadhalika, akatamani kuweka ya chuma, akaweka ya chuma, anaishi pale kitasa labda hivi na kadhalika. Ndio. Huyu mtu anawajibika kuja kutoa taarifa NHC kwamba mimi nimepangishwa katika nyumba hii, tumefanya ukaguzi, nimekuta hiki na hiki, lakini nimeongeza hiki na hiki, na pindi ninapoondoka ama ni hela itakatwa kwenye kodi ama nitakapoondoka inakuwaje? Naomba utufafanulie hili kwa undani sana, kwa sababu wewe unafahamu wapo wapangaji ambao mnakinzana nao katika hili. Ni kweli kwamba wewe utahitaji kuwa mpangaji wetu na nyumba X imepatikana. Wewe ni mpangaji Y. Wewe mpangaji Y utakuja, tutakuonyesha nyumba X vile ilivyo. Utatimiza taratibu zote za kupangishwa ile nyumba na utaingia mkataba na shirika la nyumba kwa muda wa miaka 3. Lakini katika kuishi kwako ukaja kugundua kwamba unajua hizi fashion zinabadilika. Kama ulivyozungumzia, unakuja labda unaweka curtains za mapazia. Umeona kwamba kuna design nzuri ambayo wewe umeipenda. Utatuandikia barua kwamba nahitaji kubadilisha kitu 1, 2, 3, 4 katika nyumba X. Tutaipata barua, tutakujibu kwamba sawa, kwa kadiri ya mkataba wetu sisi tumekupangisha nyumba jinsi ilivyo, lakini wewe umehitaji kuiboresha. Sawa, kumbuka unatoa hizo curtain box zilizopo, unaweka hizo za kwako unazozitaka. Utafanya hivyo kwa gharama yako, lakini kumbuka utakapokuwa unaondoka utaacha hali kama ilivyo, na wala usije ukategemea kwamba utakata gharama hii katika kodi yetu au katika kodi ya shirika la nyumba la taifa. Hapana. Na tunaandika kabisa barua tukieleza hivyo kwamba utafanya marekebisho haya kwa gharama zako, na hivi vitu ambavyo wewe unaviweka utakapomaliza mkataba unataka kuondoka, hatutaruhusu kung'oa. Vitu ambavyo tunaruhusu ni kama AC. Unaona? Afadhali usajie hivyo. Hiyo AC tunaruhusu, nenda. Unaona? Lakini kumbuka unapong'oa vitu vingine tayari unahatarisha usalama wa nyumba pia, na nyumba hutaiacha katika hali ile ambayo uliikuta mwanzoni. Ndio maana huwa tunazuia hivi vitu kwamba panga nyumba kama ilivyo. Umeona kuna mahitaji unataka kuboresha, tuandikie barua na sisi tutakujibu, tutakueleza hivi vitu mwanzoni kabla hujaanza kufanya hayo marekebisho. Kwa hiyo sasa itakuwa uamuzi wako, je, nifanye au nisifanye? Na inawezekana pia hapo Chilambo kwamba ninyi mkaona sawa, ametaka hiki na hiki na hiki, tukiangalia katika nyumba hii kwa kweli labda inahitaji kufanyika hayo mnafanya. Sasa kwamba tunafanya au tunaruhusu? Ninyi NHC, si yeye tayari akifanya ina maana anataka arudishiwe baadaye, hili haliwezekani. Haiwezekani. Na tunakuandikia, yani wewe kabla hujafanya chochote tumekwambia, kabla hujafanya marekebisho yoyote kwenye nyumba au kwenye jengo ambalo sisi tumekupangisha, tuandikie unahitaji kufanya nini ili biashara yako iende vizuri au ili maisha yako yaboreke. Sawa? Ukisha tuandikia, sisi tunakujibu. Tunakujibu kwamba unaweza ukafanya 1, 2, 3, 4, lakini kumbuka utafanya hii kitu kwa gharama yako. Na utakapokuwa unaondoka, kitu hiki utaweza kuondoka nacho, hiki na hiki utaweza kuondoka nacho. Kwa hiyo ili tunapofika tutainisha, ili sasa tunapofika mwishoni unapotaka kuondoka tusianze tena kugombana. Sisi tutachoa barua tutakupa, hii bwana unaikumbuka hii? Ndio naikumbuka. Okay. Na katika hilo kuna mmoja aliwahi kuuliza, naingia kwenye nyumba, nimepata nyumba X ya NHC. Bahati mbaya aliyetoka kaacha bili ya maji. Mimi napokuja, napoendelea kutumia ile maji, bili itakayokuja inaniambia labda nadaiwa 300,000.
Nikiangalia huduma ambayo nimetumia hii ya maji haifiki 300,000. Hayo mambo ni kweli huwa yanatokea, lakini na ndio maana nimesema timu zetu daima zinakuwa site kwenda kukagua hiyo. Mtu anapotupa notice, kweli kuna wengine wanakuwa hawatoi notice ile ya mwezi kwamba bwana, mimi mwezi fulani nategemea kuondoka. Mtu akitumia notice ya hivyo, tunamwambia kabisa, kwenye upande wa umeme hatuna shida kwa sababu tunatumia ruku. Tunakuja sasa upande wa maji. Yule mtu tutamwambia, hakikisha bili zako zote umelipa na utuletee bili ya mwezi huu ambao wewe unaondoka. Sasa ikitokea mtu wa namna hiyo kwamba kaondoka kaacha deni, nini ambacho kinafanyika? Na ndio hapa tunakwambia tunahitaji ile dhamana ya pango ya miezi 3. Ile hela inakuwa fixed, sehemu imewekwa. Wewe umeondoka, ile hela yako si lazima utaiomba. Ndio. Utakapoiomba wewe mpangaji ulioondoka, hatutakuruhusu kukupa ile hela ni mpaka tumekata haya madeni. Kama kuna bili ya maji itapigwa hivyo, kama kuna bili ya umeme itafanywa hivyo. Alafu kinachobakia ndicho kinaingizwa kwenye akaunti yako. Na ikitokea yule ambaye kwa sababu umelizungumzia hapa, ameondoka bila kuwataarifu kwamba sasa mimi naondoka katika hii nyumba, akaondoka. Na mkafika pale katika ukaguzi ambao mmekuwa mkifanya mara kwa mara kutembelea nyumba hizi, mkakuta kuna vitu ambavyo vimeharibika, si ndivyo? Tukumbuke huyo ana dhamana ya pango ambayo hakuiomba ila ameondoka. Baadaye anarudi anadai kile cha kwake ambacho alilipa mwanzoni. Alilipa kile ambacho alikilipa mwanzoni. Sawa. Hii na ndio sasa hapa watu wajue kwamba kwa nini shirika huwa linataka mpangaji atoe amana ya pango, kodi ya mwezi mara 3. Ili tuweze kufidia uharibifu huu ambao mtu kaufanya. Ukiondoka kwenye nyumba ukaiacha vile tulivyokupa, hela yako yote utarudishiwa. Lakini ukaondoka kwenye nyumba, umefanya kama hivyo tunavyosema, hujalipa bili ya maji, tutakata bili ya maji kwenye ile amana yako ya pango. Umefanya uharibifu wa nyumba, tutakadiria ni kiasi gani tunaweza kufanya matengenezo ya hii nyumba, alafu mtu mwingine akaingia. Kwa hiyo hela ambayo tunaitumia ni hii hela ambayo ipo kwenye amana ya pango. Hiyo ndio kazi ya fedha hii ya amana ya pango. Tunapofika tamati, mimi nataka kutoka katika nyumba, natolea mfano. Ni mpangaji ambaye nataka kuondoka sasa katika nyumba ambayo nilipangishwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na tayari nimefikisha taarifa kwenu kwamba mimi labda mwezi ujao naondoka. Ndio. Ile amana yangu mtakuwa mmeshakuja kufanya ukaguzi. Ile amana yangu naipata baada ya muda gani? Kwanza wapangaji waelewe kitu kimoja. Hatuwezi kukupa au kukuandalia malipo ya amana yako ya pango kama hujaachia nyumba. Hiyo moja. 2, nitoe uelewa kwa wapangaji wetu. Utadai tu amana yako ya pango baada ya kukabidhi ufunguo wa nyumba uliopewa kwa meneja wa mkoa. Utakapokabidhi, meneja wa mkoa atatuma watu kwenda kukagua nyumba ile. Kuna uharibifu wowote umefanyika? Kuna bili yoyote ambayo bado haijalipwa? Kama kila kitu tunaona kwamba ni zero, bili umelipa, hakuna uharibifu wa nyumba uliofanyika, ndipo sasa sisi tunaanza mchakato wa kukurudishia fedha yako. Kipindi hiki kitaamsha mengine tena kutoka kwa wananchi watakaotaka kufahamu zaidi kuhusiana na Shirika la Nyumba la Taifa, hususan katika upande wa upangaji. Ikitokea Chilambo, turuhusu turejee tena kwako ili uweze kutoa elimu kama hii uliotupa kwa siku hii ya leo. Ndio maana tumetembea zaidi ya kilomita 700 kukufuata ili uweze kutoa elimu hii. Tunakushukuru sana na tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako katika mkoa huu wa Kagera. Mtazamaji, kipindi cha Maisha ni Nyumba kwa siku hii ya leo kilikuwa kikizungumza na Bwana Erasto Chilambo, meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa mkoa wa Kagera. Tunakushukuru sana wewe kwa kuwa pamoja nasi. Tunakusihi uendelee kutazama vipindi vinavyoendelea vya Maisha ni Nyumba. Wenyewe wanasema wako la waitu. Naitwa Domina Rwema.